Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu tumepokea taarifa, sababu na wengine wakati mwalimu anatangazwa labda wana matatizo mengi hawajajua hilo swala. Lakini mwalimu kweli jana kasimamishwa kazi kwa taarifa tulizozipata kwenye mitandao. Hatujajua wameondoa moja kwa moja au imekwaje. Mpaka wametuambia tu kwamba wamesitisha mkataba wake. Lakini kuna sehemu tunaona mwalimu naye anasema taarifa hana. Lakini mimi na uhakika kabisa mwalimu wamemuondoa kutokana na matokeo ambayo tuliyopata kwenye hizo mechi mbili. Kwa hiyo kwa upande wetu tulithibitishiwa kwamba Simba wakulipelekwa CV za walimu zaidi ya 200, lakini Simba katika scout yao wakamuona mwalimu Demetrius Pantev kwamba yeye ndo atatusaidia. Sasa baada ya miezi 2-3 tunaona wamevunja mkataba na mwalimu. Kwa hiyo kama hiyo sehemu viongozi wetu walikuwa hawajaichunguza vizuri na scout yetu ya kutafuta walimu waliokuwa bora bado haijakaa sawa. Mimi naomba sasa hivi kama atatafuta mwalimu mwingine basi watulize akili zao atafuta mwalimu, kwa sababu mwalimu alofanya usajili na timu kaondoka. Mwalimu ambaye hatukwenda naye pre-season kabisa ila tulicheza naye mechi moja ndo alikuja kulikapa. Tumecheza naye mechi ya kimataifa nadhani 2, mwalimu na yeye kaondoka. Na bado tuna mechi zingine 4 na bado kwenye ligi ndio kwanza tuna mechi 3. Kwa hiyo mimi niwaambie viongozi sisi tuna imani na wao. Na walimtafuta mwalimu tulikuwa sisi hatumjui, lakini nadhani tulimuongelea mwalimu kwa mema. Hamna mtu alomuongelea mwalimu kwa baya. Sasa leo mwalimu baada ya mechi 2-3 kafukuzwa. Mimi naomba wajitathmini tena, watafute mtu ambaye ni sahihi wa kututoa tulipo kwenda kwenye sehemu nyingine, kwa sababu Simba sio klabu ndogo kwamba kila muda unafukuza walimu. Lazima uwe na program maalum na mwalimu uliokuwa naye. Ikiwezekana miaka 2-3 ili mfanyikiwe. Sasa mechi 2-3 mwalimu kafukuzwa kwa upande fulani, mimi niseme mwalimu katolewa kafara. Unasema mwalimu katolewa kafara kivipi hapo? Hem, tuiweke wazi. Kwa sababu kuna vitu vingi ndani ambavyo vinafanya Simba ifanye vibaya. Lakini viongozi wao wenye mamlaka wamemondoa mwalimu. Ila kabla ya mwalimu kuna viongozi walisema kuna watu wanatuhujumu ili tufungwe. Sasa sidhani kama katika watu wanahujumu na mwalimu yupo. Sidhani. Kwa sababu mwalimu kaajiriwa ili aje kufanya kazi. Sasa kama walikiri wenyewe kabisa kwamba kuna watu wanahujumu na Simba ikifungwa wanafurahi, leo unamuondoa mwalimu, ina maana hapa bado inaonekana kuna tatizo. Sasa tunawaomba watibu tatizo. Wasitibu kidonda juu, watibu kidonda mpaka ndani kipone, kwa sababu inaonekana Simba kuna tatizo. Kuna walimu wengi sana tumeondoa hapa katikati, lakini bado inaonekana timu yetu ina tatizo lile. Tukilikava mechi 5-6 baadaye tunakuja kurudi tena kwenye mfumo ule. Sasa hapa kuna shida, na ndio maana tunasema viongozi wetu wakae na wajitafakari. Wamemuondoa mwalimu ambaye watu walikuwa na imani na wenyewe viongozi walituthibitishia kwamba mwalimu yule ni bora na atatusaidia, lakini mwisho wa siku kashinda, wamemuondoa. Kwa hiyo sisi hatuwezi kupinga uamuzi wa viongozi, washaamua. Tunasema watafute mwalimu aliyokuwa bora ili atupeleke mbele. Ile falsafa ambayo manager Demetrius Pantev alikuwa akiitumia, nadhani ya kwamba ilikuwa ni wakati sahihi wa Simba kurudi kwenye kiwango chake bora, ama kuna namna ambazo zimetumika kwa viongozi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inajisafisha kwa kupitia mwalimu? Ile falsafa alikuwa anatumia mwalimu mimi nadhani haikuwa mbaya. Lakini je, inaingiaje kwa muda mfupi? Unajua tatizo muda tunayempa mwalimu ambaye tunamwajiri unakuwa mfupi, kwa hiyo hawezi kufanya kile kitu kwa muda mfupi akafanyikiwa. Inawezekana plani yake ilikuwa bora zaidi, lakini je, kwa wakati gani? Na sisi tunaenda kwa mashindano gani? Kwa sababu plani aliyokuwa anafundisha tulikuwa tunaona timu yetu ilikuwa inatengeneza nafasi nyingi kuliko timu pinzani tunazozana nayo, lakini kwenye kumalizia kulikuwa hakuna kitu. Inawezekana katika umaliziaji mwalimu wale wachezaji walikuwa bado hawajapata yale mafunzo ambayo mwalimu kawapa. Lakini ukiniambia timu yetu ilikuwa haichezi vizuri kwa upande fulani, mimi siwezi kuungana mkono na wewe. Timu yetu kuanza vizuri na kucheza vizuri, mojawapo ni kutengeneza nafasi. Si matengeneza nafasi nyingi sana, lakini walikuwa wanapoteza chini ya mwalimu Pantev. Sasa sijajua wamemuondoa kwa sababu ya zile mechi 2, wamemuondoa kwa sababu kuna wachezaji hawachezeshi, kwa sababu kila mwalimu ana plani yake. Watambue kwamba mwalimu yule alivyoletwa yeye sio alofanya usajili, na plani zake saa nyingine haziendani na wachezaji ambao nyinyi mwasajili. Sasa
hapa kidogo kunanipa ulaki, ndio maana anasema sasa hivi ile kamati ya kutafuta makocha pamoja na ya ufundi watafakari mwalimu gani ambaye atakuwa na maandalizi ya zimamoto ili tufanyikiwe kwa haraka haraka, tusije tukamfukuza na huyo atakayekuja. Umezungumzia kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanaonekana kama wanaihujumu timu, lakini pia vile vile kwa taarifa zangu zinaniambia kwamba kuna baadhi ya wachezaji wamewekwa kwenye kikaangio na kwenda kujibu mashtaka mbalimbali ambayo yanayokuwa yakijitokeza uwanjani. Pengine wachezaji kutokufanya vizuri inaweza ikawa ndio sababu ya Simba kutokufanya matokeo, ama kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaihujumu klabu ionekane ya kwamba haifanyi vizuri ndio ambayo inapelekea hiki ambacho kinaikumba Simba kwa sasa hivi. Kwanza sijasema kuna baadhi ya wachezaji wanahujumu timu, hapana. Kuna kiongozi mkubwa ambaye ni mwenyekiti wa bodi alisema kuna watu wako ndani, Simba ikifungwa na fly. Kama wana fly na maana kuna vitu wanafanya ili sitopoteze game. Sasa swali linakuja sehemu moja. Kama kiongozi mkubwa ambaye na yeye ndo aliandamana na timu kutoka Tanzania kwenda Mali kuhakikisha tunapata matokeo, na yeye na ndo alosema kwamba kuna watu wako ndani wanahujumu timu yetu, na kiongozi huyo akiwa ndani, kocha kafukuzwa na yeye akiwa ndani. Sasa hapa tuna swali tunajiuliza wana Simba, kati ya maneno alosema mwenyekiti wa bodi upande wa mwekezaji au mwalimu timu inacheza vibaya na ndio maana kafukuzwa. Hapo kuna kauli mbili. Ndio maana nasema mwalimu katolewa kafara, kwa sababu inawezekana kosa lililofukuzwa mwalimu sio la kwake, lakini kafukuzwa mwalimu. Sasa sisi kwa sababu wao ndio walimwajiri mwalimu na wao ndio walijua mipango ya kwa wao na yule mwalimu, inawezekana mkataba wao waliandika naye kwamba mechi 2 tukipoteza uondoke. Sisi hatujui kwa sababu mikataba iko ndani ya siri. Sasa wamemuondoa mwalimu. Tunarudia tena tuseme hivi, wajirekebishe kama wanatafuta mwalimu kwa kipindi hiki. Wasitafute mwalimu wa mipango endelevu ya mbali, watafute mwalimu wa maandalizi ya muda mfupi ili tufanyikiwe, mwalimu aonekane bora. Kama unataka mwalimu bora, lazima utengeneze naye mipango ya muda mrefu ili mfanyikiwe. Na mipango ya muda mrefu, mwalimu inawezekana akafungwa mechi 4 mfululizo au 3 kwa sababu bado yuko katika kujenga. Sasa na huyo akifungwa mechi 4 au 3 na yeye tutamuondoa. Maana kuna vitu tunajiuliza hatupati majibu. Tumefukuzwa makocha wengi hapa katikati, ukiachia huyu wazazi, lakini makocha wengi. Sasa je, mipango yetu ikoje? Tulichokuwa tunahitaji, Simba inaenda pre-season iende na mwalimu ambaye tutamaliza naye msimu. Tumeenda pre-season na mwalimu mwingine, tumekuja kuingia kwenye ligi tumeanza na Selemani Matola, lakini tumeenda kwenye mashindano ya kimataifa tuna mwalimu mwingine. Bado tuko kwenye mashindano ya kimataifa tunatafuta mwalimu tena mwingine. Sasa hapa kwa kusema kweli mimi niseme kwa upande wangu, mwalimu kadondoshewa gunia la misumari na linamchoma. Lakini kadondoshewa gunia la misumari linamchoma. Kama kiongozi alikiri kuna watu wanatuhujumu tufungwe, kwa nini mwalimu aonekane hafai? Mimi na wewe tujiulize kitu kimoja show. Viongozi wa Simba wakiona mambo yao hayako sawa, wanachukua yale maono yao na kuwasilisha kwenye bodi yao ya wakurugenzi pamoja na bodi ya wanachama ambao ni viongozi wa klabu ya soka ya Simba. Nyinyi mashabiki, lawama zenu, kero zenu, uchungu wenu huwa mnaenda kuupeleka wapi hasa? Kwa maana tukiangalia hata kwenye wakati kila mwisho wa mwaka mnapokuwa mkifanya mkutano, baada ya kukutana kama safari hii tumeona mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Sports Club akawakimbia baada ya kwamba nyinyi mkataka kujadili mambo fulani, baadaye tulimwona ameota nyoya. Simba ina makundi mawili kwenye system yake ya mashabiki wa club. Kwanza kuna system rasmi ambayo ni ya wanachama na mimi ni mwanachama. Pili kuna system ya mashabiki. Lakini kuna matawi ambayo kama unavyoona hapa Mpira Pesa. Vilio vyote vya wanachama na mashabiki vinakuja katika tawi. Then baada ya pale viongozi wa makao makuu wanaitisha vikao vya viongozi wa matawi. Tunazungumza kwenye vikao vyetu vya matawi na tunapeleka malalamiko yetu kwamba hapa kuna sehemu tumekosea, kuna hapa tumekosea. Kwa hiyo baada ya kupeleka zile hoja kuna mambo ambayo inabidi yajadiliwe. Inawezekana wakajadili au inawezekana wakapuuza. Lakini sisi kama viongozi wa matawi tunapeleka
malalamiko yetu kwamba sasa hivi tunaona kuna sehemu tunafeli hapa, kuna sehemu tunaweza hapa, kuna sehemu tuende kuongeza nguvu. Sasa kufanyia kazi au kutofanyia kazi, hilo ni mamlaka ya wao viongozi. Ndio maana kuna vitu nahisi kama havikuwa sawa. Ndio maana umeona mkutano juzi watu kama vile wamepaniki, kwa sababu inaonekana hawakuandaliwa wakiwa huku chini katika kwenye mawazo yao. Nimesikia kuna watu 4 waliandika barua ya kuomba baadhi ya vitu viende kuingizwa, lakini hao watu sijajua kama vitu vyao viliingizwa katika yale malalamiko, ila tumeenda katika mkutano, kuna vitu vingine tukujadili, na ndio maana watu wamepaniki. Kwa hiyo malalamiko yetu rasmi tunapeleka katika vikao ambapo tunavokaa vya ndani vya viongozi wa matawi, viongozi wa wilaya na viongozi wa makao makuu, na tunafikisha salamu kupitia, sababu mshabiki kusema kwake labda aseme kwenye vyombo vyenu vya habari, lakini kwenye chombo cha habari ujumbe inawezekana ukafika, ila ili ujumbe uwe na nguvu lazima ufike kwenye tawi, upeleke taarifa, viongozi wa tawi wafikishe, na sisi tunafikisha. Ndio maana hata juzi umeniona mimi mwenyekiti wa tawi la Mpira Pesa nimekuwa mkali kwenye kikao, kwa sababu wanachama wangu wamenituma, wengine hawajaja, na mashabiki ambao wengine wako nyuma ya tawi la Mpira Pesa wanahitaji kujua tulichojadili katika mkutano. Mwisho wa siku kuna baadhi ya vitu hatujajadili, ndio maana tukasema kuna sehemu mwenyekiti katukosea, kwa sababu tungejadili nikatoka na hoja zilizojadiliwa kwenye kikao. Hata mshabiki ambaye kwenye mkutano afiki akija kwenye tawi na muita hapa ofisini, tunajadiliana, tunamwambia na yeye anatupa mawazo, kwa sababu kuna mawazo mengine wanachangia wengine sio wanachama, ni mashabiki ambao kadi hawana, lakini inawezekana wana michango mizuri ambayo itatusaidia klabu yetu kusonga mbele. Ndio maana Mpira Pesa tunapokea, uwe mshabiki uwe mwanachama, kama una hoja za msingi tunaziandika na tunazipeleka sehemu tunaenda kuzijadili. Yes. Bwana, tuzungumzie, umesema kuhusiana kama na mwalimu ambapo ametolewa kafara. Sasa nyinyi kama mashabiki kwenye hii scenario, huwa kwa upande wenu mnaiwekaje lawama za namna hii? Na bado pia kuna zile taarifa ya kwamba viongozi wenyewe ndani ya Simba hawako sawa. Pengine labda una kipi cha kuwaambia wana Simba? Viongozi, mashabiki na wanachama Simba tuna logo ambayo tumeikuta, wengine hawajazaliwa wameikuta. Nguvu moja. Hili neno lina maana pana sana, hata kama ni neno lenye herufi chache. Nguvu moja ina maana kiongozi na sio kwa kiongozi, wote mkiwa wamoja mnafanyikiwa. Simba haina umoja, na sio nasema mimi Shabani, hata viongozi wanasema ndani hakuna umoja. Ndio maana tunapata matatizo, ndio maana tunapata ulakini hata wanavoondolewa walimu. Kwa sababu kama wenyewe umoja hatuna, kuna watu wanataka tufungwe. Mwalimu anatengeneza programu yake kabisa na ikafanyikiwa kabisa. Wanaenda uwanjani, kuna mtu anapeleka, ana maagizo yake ambayo anapeleka timu ifungwe. Utamlaumu mwalimu? Sasa mimi kilio changu tuwe na nguvu moja. Tukiwa na nguvu moja, mwalimu na benchi la ufundi wawe na nguvu moja, wachezaji na mwalimu wawe na nguvu moja, viongozi na benchi la ufundi na wachezaji wawe na nguvu moja, mashabiki na wanachama tuwe na nguvu moja, tutafanyikiwa. Nimeona baadhi ya clip, kwa masikitiko makubwa wana Simba wanashutumiana wenyewe. Shabani anamshutumu Isa anamshutumu Musa. Wote ni kitu kimoja, ina maana nguvu moja hakuna. Nimemwona mzee wangu wajina wangu mzee Ali Shaban Kamwe kaniongelea, sikutegemea kama anaweza kuzungumza kitu kama kile. Ni mtu ambaye mwenye hekima zake, lakini bado amezidi kukosa hekima, kama alivyokosa hekima kwenye kikao alichokaa Sinza cha kufanya mapinduzi ambayo hayana faida na klabu na hayana utaratibu. Kakosea tena hekima. Yes, namzungumzia mzee Shabani Kamwe. Kwenye interview yake moja akasema yeye kashangazwa na Simba kuna watu wana njaa machawa. Nimeshangaa sana baada ya kumuona Shabani Mpira Pesa na mtaja jina, kwa sababu alichokifanya juzi inaonekana katufuata sisi maneno yetu aliyokuwa anayakataa ya kumkataa Mangungu. Mimi kwenye mkutano sikumkataa Mangungu. Watu naomba waweze kunielewa hapa. Mangungu ni kiongozi wa klabu ya Simba. Mimi nimezungumzia uhalisia na mipango ya klabu ya Simba jinsi tufanye kupitia kwa mwenyekiti, ambaye mwenyekiti yule kabla ya hoja ya kuzungumza mwenyekiti kavunja kikao. Sasa kuna watu wanachukua hii nafasi
ya kuizungumzia kwamba watu wao wameungwa mkono. Nimepokea simu nyingi sana za kwamba bwana Mangungu wewe ulikuwa unamkubali. Mimi simkubali Mangungu kama wao wanavyosema. Mangungu ni kiongozi wa klabu ya Simba. Nisikize nikwambie kitu. Mangungu anakubalika pale anapochangia hoja za msingi za Simba na kujenga Simba yetu. Na mheshimu kila kiongozi anayekuwa katika madaraka yake. Sitomvunjia heshima kiongozi kwa sababu wewe Mzee Ali umesema. Sitomvunjia kiongozi heshima kwa sababu ya mtu fulani amesema. Nitamheshimu kiongozi kwa kile anachokifanya kwa sababu yeye ni kiongozi. Hamna binadamu ambaye kakamilika. Mzee Ali Shabani mwanawe kazungumza live kabisa na mkabidhi mama yake nyumba Kigamboni. Kwamba mzee alishapotea hawezi kuwa na mamlaka hii nyumba. Kama mwanao ulimzaa mwenyewe kabisa una uhakika. Hakikukataa ina maana huna malezi yaliokuwa bora. Simba ni taasisi yenye nguvu, Simba ni taasisi kubwa. Usizungumzie Simba kama una uhakika cha kitu unachokizungumza. Nimezungumza haya kwa sababu leo Simba kwa Simba tunalumbana wenyewe. Ndio maana hatuwezi kufanikisha chochote tunachokifanya. Lazima turudishe nguvu moja. Sio jambo jema wenyewe kwa wenyewe kusemana. Mtu anaposema usiseme kama kuna kitu fulani kakiunga mkono au kakikataa. Hapana, anazungumza kwa niaba ya. Mimi nimezungumza kwa kuwatetea wanachama waliokuwa nyuma yangu. Leo mkutano umeisha. Mwenyekiti kaondoka, anaenda na shughuli zake. Mimi nimerudi kwenye tawi. Wanachama wangu watataka niwape kitu tulichodajili katika mkutano. Tumeshindwa kufanya mrejesho. Nisiseme kama mimi kiongozi. Ndio maana nimesema, na nimesema kwa sababu ya wanachama walionizunguka na wengine wanaonisikiliza. Sasa mtu asichukue hii nafasi kwa kuchafua jina langu, kwa kusema si maneno gani. Mimi nimeifuata Simba muda mrefu sana. Viongozi tofauti. Karibia viongozi wa aina 10 wanatawala, lakini mimi niko kwa Simba. Haiwezekani kila kiongozi anayekuja awe ananipa mimi pesa. Mimi nitakuwa mtu aina gani? Kwa sababu watu wanasema tunazungumza hivi kwa kutetea maslahi yetu, viongozi watupe pesa. Mimi nimeanza kusafiri wakati labda saa nyingine Mzee Ali yuko kwa majukumu ya kifamilia, hafati Simba. Mimi nimeanza kufuata Simba kabla Mzee Ali hajafuata Simba, hata kama yeye ni mkubwa. Lakini mimi nimefuata Simba. Na kila ninapoenda natoa gharama yangu na jibalance kwa kiasi ninachokipata. Kwa hiyo wasione watu wanafuata Simba wakajua wanafuata Simba kwa sababu kuna viongozi wanawasafishia njia, wanawapongeza wakawapa riziki. Tunafuata Simba kwa mahaba tuliokuwa nayo. Kwa hiyo nimwambie mzee wangu arudi kwenye mstari, yeye ni mtu mzima mwenye hekima zake, tuijenge Simba kwa kupeana ushauri, sio kwa kusema mtu anatumia kama chawa. Mimi sio chawa. Mimi kiongozi naongoza watu kama Mangungu anavyoongoza watu. Na mimi nawaongoza watu ambao wanahitaji ripoti kutoka kwangu. Yes. Bwana, kwa kumalizia pengine labda kuna haja sasa mkiwa kama wana Simba waweza kukutana ama kutumia siku yenu maalum kwa ajili ya kuiombea klabu yenu ya Simba mkiwa kama upande wa mashabiki sasa, mbali na uongozi. Pengine kuna haja hii ambayo mnaiona kwa yeyote ambaye anaizungumzia Simba kwa mabaya, mumwachie Mwenyezi Mungu kwenye kudra zake afanye yeye anachokiweza. Mimi nitoe ushauri kama mwanachama mwenzao mwenye kadi namba 0585. Mwanachama halali kabisa na niko kwa sababu ya kupambania Simba na nina tawi hapa ambalo naliongoza. Malalamiko yamekuwa mengi sana. Kuanzia nje na ndani. Ndani wanalalamika na nje watu wanalalamika. Lakini wazo langu mimi ninalotaka kuwapa wanachama wenzangu na mashabiki wote tushiriki katika hili jambo. Naomba sana. Kama viongozi wanasema kuna watu wanafurahia sisi kufungwa. Kama wanachama tunasema kuna mtu anatufungisha kwa maneno ya pembeni. Awe Shabani, awe Joni, awe Kisugu, awe nani, awe yoyote. Tuna malalamiko lakini hatuna sehemu kupeleka malalamiko sababu malalamiko yetu kisheria sasa hivi kumtoa kiongozi ni ngumu. Kwa hiyo malalamiko yetu sisi, mimi nilikuwa naomba wanachama tumshtakie Allah. Mwenyezi Mungu upokea kile mnachokilalamikia kwa dini ya kwako wewe ambayo una imani nayo. Mimi Muislamu. Kuna mwingine Mkristo, kuna mwingine anaenda kuabudu ng'ombe, kuna mwingine anaenda kuabudu sijui kitu gani. Kila mwana Simba ambaye anapenda timu yake na anajua kabisa timu yetu ndani kuna watu wanatuhujumu. Nimeona leo watu wanamlaikia Selemani Matola kakaangu.
kwamba yeye asipotoka tufanyikiwi. Nimeona kuna watu wanamlalamikia Salim Trayageni. Nimeona kuna watu wanamlalamikia mzee wangu mwenyekiti Muktaza Mangungu. Nimeona kuna watu wanamlalamikia Mohamed Dewji. Na kuna watu wengine wanalalamika Shabani, na wewe vile vile unahujumu Simba. Kama wewe mwana Simba, mkoa wote ulipokuwepo, wazo langu hili naomba tulifanyie kazi, na mimi naanza wa kwanza. Nawaambia wanachama wangu, tumshtakie Mwenyezi Mungu. Tumshtakie Allah. Kama kuna Simba yote anatoa taarifa kupeleka sehemu nyingine, kama maneno tunavyoyasikia kwa watu, kama kuna masimba yote anakuja kuweka kitu ili si tufanye vibaya tuvurugane, kama kuna mwana Simba yote kiongozi kaekwa pale kwa sababu ya kututuhumu wana Simba. Ligi tunacheza tarehe 4 kesho zidi ya Mbeya City, tunacheza tarehe 7 zidi ya Azam. Ligi inasimama, watu wanaenda AFCON. Wakati watu wanaenda AFCON, tupange siku moja, tumshtakie Mwenyezi Mungu siku moja, tuite siku ya kumshtakia Mwenyezi Mungu wana Simba kwa watu wanaofanya mabaya. Usome Albadili, uongee na Tunguli, uongee na mizimu, uongee na mito, uongee na bahari, uongee na milima, uongee na mawe, uongee na kitu chochote unachokijua wewe kumshtakia Mwenyezi Mungu wake. Wallahi wallahi wallahi, miezi miwili mingi kabla hatujarudi kwenye kombe la klabu bingwa, majibu yake tutayapata na Mwenyezi Mungu atapokea, kwa sababu tuna nia njema na timu yetu. Iwe Shabani kafanya, iwe mwingine kafanya, tumstege Mwenyezi Mungu kwenye milima na mabonde, kwenye bahari na mito, kwenye mizimu na kwenye mpaka kwenye dua ya visomo. Tufanye visomo, tumshtakie Allah. Alafu tutulie, tuone wale wanaotoa taarifa, tuone hao mashushu, tunatoa mashushu wako kwetu, tuwaone wanaofanya sisi tukifungwa na furahi. Kama Mwenyezi Mungu hatopokea dua yetu, basi wana Simba tutakuwa wanafiki. Mimi niwaambie, tusipofanya hili tutalaumiana kinafiki, hatutokuwa wa kweli. Hamna anayopasa kuombwa kwa lolote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa wale ambao wanatuharibia timu yetu. Wewe unapendekeza iwe tarehe ngapi? Kuanzia hapa tarehe 7, tarehe ngapi? Tarehe 7 tunamaliza mechi. Tupumzike siku 3. Kwa tufanye tarehe 10. Tarehe 10 tupeane majibu mikoa gani iliyokuwa tayari. Waandishi wa habari mpo, pigianeni simu kwa mikoa iliyokuwa tayari. Namba yangu kwa mtu anayetaka ushauri nitampa ushauri. Sitaki pesa ya mtu. Ushauri niko tayari kutoa. Namba yangu kama mwenyekiti wa tawi la Mpira Pesa. Kwenye hili mimi nina namba 1 kwenye tawi langu la Mpira Pesa, na wanachama wangu tutakifanya hiko. Tutasoma Al-Badili ya kweli. Al-Badili ya kweli kwa yoyote anayefanyia mabaya Simba. Kwa mwingine atakayehitaji ushauri yoyote, namba yangu natoa 0719 534710, Tigo 0719 534710, au Airtel 082 354249 0682 354249 kwa ushauri. Sitaki pesa ya mtu yoyote. Kwa ushauri tufanye nini ili tufanyikiwe. Ila Mwenyezi Mungu anaombwa, anaenda kanisani anaomba, anaenda msikitini anaomba. Kama Mwenyezi Mungu kasema tukimuomba atatupa, tukimuomba atatupa majibu, wallahi tukiomba hili kwa siku moja wote, Mwenyezi Mungu atapokea. Na inshallah wale wote wanaofanya hujuma kwenye timu yetu, awe shushushu, awe aliyopokea, awe aliyeambiwa, awe aliyochukua kitu akaweka, basi Mwenyezi Mungu ampe hukumu kabla siku ya yaumul kiyama haijafika inshallah. Kama kufa na afya, Mwenyezi Mungu anasema unapomshtakia anapokea. Kama kumuondoa, Mwenyezi Mungu kabariki kuondoka kwako kwa sababu umefanya mabaya. Dhambi zote atajua Mwenyezi Mungu atakayemhukumu. Kama ulifanya mabaya, Mwenyezi Mungu akatoa hukumu ile, basi sisi tuliofanya hiko hatuna dhambi. Dhambi zinakuwa za kwako wewe, kwa sababu Simba inapofungwa kuna watu wanakufa. Simba inapofungwa kuna watu wanapoteza mazao. Simba inapofungwa kuna watu wanapata ulemavu. Simba inapofungwa kuna watu wanapata madhara ya aina nyingi. Kwa hiyo kwa kumshtakia Mwenyezi Mungu, kama hili litakuja kukutokea, iwapo utakufa, basi itakuwa siku yako imefika. Na sisi Waislamu tutasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shukrani sana. Nashukuru sana.